Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, leo tukiendelea na somo la fiqhi ya fasl thalith katika mlango wa 13. Sin sual, maladhi yujibu alghusla, ni yapi ambayo yapasisha kuoga. Maladhi, ni mambo gani ambayo yujibu alghusla, yapasisha kuoga. Aljanabatu, ni janaba. Walhaidhu, na hedhi. Walnifasu, na nifasi. Nifasi ni damu hutoka mwanamke baada ya kuzaa. Walwiladatu, na kuzaa kwenyewe. Mwanamke akishazaa, hata kama mtoto amekufa, anapaswa aoge. Walmautu, na kufa. Mtu akifa ni wajibu aoshwe. Asipooshwa akazikwa, itabidi kabla, kama hajaoza, afukuliwe aoshwe. Na aljanaba, janaba ni lile ambalo lapatikana ima kwa kutokwa na manii ama kulala na mwanamke. Yapasisha janaba ile kulala naye. Hata kama ukutokwa na manii ukaingiza chupu ndani ya chupu yake, basi tayari hilo ni janaba. Na ukitokwa na manii, iwe umeingiza chupu, hujaingiza chupu, mahali umelala, umewaza, kwa namna yoyote itakaokuwa, kutokwa kwa manii pia ni katika kundi la janaba. Huyu atabidi aoge. Sin sual, madha yahrumu ala aljunubi, ni mambo gani ambayo yawa haramu ama ni haramu kwa mwenye janaba. Yahrumu alayhi, ni haramu kwa mwenye janaba. As-salatu, kuswali. Watawafu, na kutufu. Wa masul mushafi, na kuugusa mswahafu. Wa hamluhu, na kuubeba. Wa qiraatul Qur'ani, na kusoma Qur'ani. Na katika vitabu vingine imeandikwa biqasdi, kwa kuikusudia. Manake mwenye janaba hafai kusoma Qur'ani kwa kuikusudia kama Qur'ani, lakini kama atasoma ni dua. Manake kuna aya za wakati wa kulala za somo kama ayatul kursi, muawidhataini, umeona, Yasini, saa ingine usomwa Yasini, ni dua, si kuwa ni Qur'ani kama ya muendelezo, bali kuna sura ambazo zasomwa kama dua, hizi ataruhusiwa. Walmukthu fil masjidi, na kulimatia msikitini. Kulimatia msikitini ni kuketi muda mrefu msikitini, ni haramu, lakini kama yuwapita huwa haina makosa. Sin sual, madha yahrumu ala alhaidhi wan nufasai, ni mambo gani ambayo yawa haramu ama ni haramu kwa mwenye hedhi na nifasi. As-salatu, ni haramu kwa mwenye hedhi kuswali. Wasaumu, na kufunga. Wa ma yahrumu ala aljunubi, na yale ambayo ni haramu kwa mwenye janaba ama juu ya mwenye janaba, ni haramu pia kwa mwenye hedhi na nifasi. Manake hiyo hedhi yenyewe na nifasi katika janaba, basi anaokuwa haramu kwa mwenye janaba zaidi ya kuswali na kufunga, nayo pia yatakuwa ni haramu kwa mwenye hedhi na nifasi. Sin sual, kam furudhu tayammumi, ni ngapi faradhi za kutayammam. Kutayammam ni ile nafasi ya pili baada ya kutawadha. Basi faradhi za kutayammam ni ngapi? Furudhuhu khamsatun, faradhi za kutayammam ni 5. Al-awwalu, faradhi ya kwanza, an-niyyah, ni kutia nia. Athani, faradhi ya pili, naqlu turabi ila al-mamsuhi min al-udwi,
ni kuugurisha mchanga ila almamsuhi, mpaka kwenye chenye kupukuswa, ila almamsuhi, mpaka kwenye kiungo chenye kupukuswa, ama chenye kupukuswa min aludhi, kutokana na kiungo. Maana yake yani ule mchanga uuchukue ulete hapa unapotaka kutayama, kama ni uso ama ni mikono. Naklu manake ni kuchukua pale ulioko ukauleta. Kinyume yake nini? Ni ule mchanga uje wenyewe tu, upigwe na vumbi la uso na la mikono, haitokuwa ni tayamam, kwa sababu hukuugurisha wewe, umekuja wenyewe. Kuna ibara saa nyingine waweza ukaisoma ukawa huielewi, ama yaeleweka kinyume nyume, lakini uelewa wake namna hii. Naklu turabi ni kama kukusudia kuuleta katika sehemu husika, lakini sio upigwe na vumbi wewe ama mchanga, ama umeanguka mahali uso ukaingia michanga na mikono ikaingia michanga, basi mimi shatayamam kabisa. Ule upele ulitia wewe ama ulijitia wenyewe, wewe umeanguka ukaanguka mchangani. Kwa hivyo ni ukusudie kuugurisha mchanga, kuuleta kwenye chenye kupukuswa kutokana na kiungo. Athalithu, ya tatu, mas'ul wajhi, ni kuupukusa uso, yani kuufuta na mchanga namna hii. Arabi'u, ya nne, mas'ul yadaini, ni kupukusa mikono miwili, ma'al mirfaqaini, pamoja na ziwili, visukusuku viwili. Alkhamisu, ya tano, atartibu, ni kuchungamanisha, yani kupangilia kutoka nia uje uso uje mikono. Sin, sual, mata yajibu tayammum, ni wakati gani yapaswa kutayammam? Mata yajibu tayammum, atayammum, ni wakati gani yapaswa kutayammam? Alawalu, inda faqdi alma'i, mahali pa kwanza, wakati wa kwanza ni kwenye kukosekana maji ama kwenye kukosa maji. Athani, wakati wa pili, wa inda khawfi istimali alma'i, na kwenye ama wakati wa kuhofia wa kuchelea kutumia mai, libardin, kwa ajili ya baridi, au maradhin, au maradhi yoyote. Athalithu, ya tatu, wa inda lihtiyaji ilayhi, na wakati wa kuyahitajia maji, li'atashi hayawanin muhtaramin, kwa ajili ya nyota ama kwa ajili ya kiu cha hayawani mwenye kuheshimika ama kuheshimiwa. Muhtaramin, mwenye kuheshimiwa. Kuna hayawani ambao ni muhtaram, wanaheshimiwa, na wengine ni ghairu muhtaram, na wameelezwa katika safina. Kwa hivyo kama kina mbuzi, ng'ombe, wale ni miongoni mwa hayawan muhtaram. Na mbele tutasoma wale ambao si muhtaram, ambao ni sita. Ghairu muhtaram ni sita, tutasoma huko safari ya mbele inshallah. Hapa tutakoma. Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe. Na wazee wetu, walimu wetu, Allah awabariki, walio hai Allah awapambe kwa afya na salama, na wale waliotangulia katika darul haqi Allah awarehemu, awasamehe madhambi yao, awaeke pema pamoja na wema. Na sisi Allah atuzidishie ilmu na atupe taufiki na ikhlas, na wenye kutafuta ilmu Allah awafikie kupata ilmu kwa wepesi. Na tusisahau kulike, kushare na kusubscribe, na jaza yetu iko kwa Allah. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.